أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं फिर आपको सहाबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मजलिस में लेकर जाऊंगा, उनकी रवायात जो बयान कर रहा हूँ. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba leo tena nitawapelekeni katika kikao cha maswahaba wa Sinama alayhi salatu wasalam kwa kueleza riwaya zao na matukio ya maisha yao. Riwaya hizi inaeleza picha ya ajabu ya imani yao, vile vile inaeleza hali ya vikao vya Sinama alayhi salatu wasalam. Hazrat Walay Shah Saheb, mtoto wa Sayyid Hussain Shah Saheb, yeye anaeleza kwamba sikupata nafasi sana ya kumuona Sinama alayhi salatu wasalam. Nilikuwa nikifanya kazi ambamo nilikuwa sipati ruhusa, na nilifanya bayat kwa kupitia ndoto yangu, na ndoto ilikuwa hivi: katika Headworks Mathukur ambapo mto Duab Marupub inatoka, nilikuwa nikifanya kazi kule, na nilikuwa nimelala katika nyumba yangu juu ya kitanda, na nikaona kundi la watu, na mbele ya kundi hili alikuwa mzee mwenye sura mzuri, na alivaa mawazi mazuri, na taji yake ilikuwa inaangaa sana, na watu hawa wakapita karibu na kitanda changu na wakapaa juu ya paa ya msikiti. Huzuru anasema ilikuwa kundi la watu, na mzee mmoja alikuwa anatembea mbele ya kundi hili, na kule ilitolewa adhana kwa kutumia mtambo wa kupaza sauti, na sauti yake ilifika kwa mbali sana, na baadaye nilihisi kwamba wale watu wanaswali swala. Baadaye walirudi katika njia ile ile waliopita. Anaeleza ndoto yake kwamba walipopita karibu na kitanda changu, yule mzee akaniuliza kwamba utoe uchafu wako katika mwili wako. Nikasema katika ndoto, sawa inshallah. Na yule mzee alipanda mbele kidogo, nikawauliza wafuasi wake walikuwa wakimfuata kwamba huyu mzee ni nani. Mmoja wao akasema kwamba wewe hujui huyu ni nani, huyu ni Mirza Sahib. Siku ile ile ya sala ya Fajr, rafiki yangu Dr. Ismail Sahib akapiga hodi katika nyumba yangu. Nilipotoka nje akasema, Shah Sahib, wewe umekuwa mwanajumuiya. Nikasema, namna gani mimi nimekuwa mwanajumuiya? Yeye akasema kwamba leo usiku nimeona ndoto, na katika ndoto nimeona kwamba umekuja katika duka langu la dawa, na nimefungua sunduku langu
na nimekupatia kanzu nzuri na imekaa vizuri katika mwili wako ile kanzu, na kisha nikafunga kifungio katika ile kanzu. Yani yeye hakuona ndoto yeye mwenyewe tu, bali rafiki yake pia Mwenyezi Mungu alimwambia kwa kupitia ndoto kwamba huyu bana ataelekea kwenye jumuiya au atakuwa mwanajumuiya kwa sababu ana roho safi. Anasema baada ya muda mfupi nilikuja katika nyumba ya baba mkwe, jina lake ni Akbar Shah Saheb. Mirza Ghulamullah Saheb marhum aliyekuwa jirani, yeye akaja kwangu na ilikuwa siku ya Ijumaa. Nikaenda pamoja naye katika msikiti wa Aqsa. Kule alinikalisha karibu na mimbari. Sayyidina Ali sallallahu wasallam alipokuja msikitini, yeye akamuomba Sayyidina Ali sallallahu wasallam kwamba apokee bayati yangu. Sayyidina Ali sallallahu wasallam akashika mkono wangu katika mikono yake, na waliokuwa watu wengine walikuja kwa ajili ya kufanya bayat wakaweka mikono yao juu ya bega langu na wakafanya bayat pamoja nami. Vile vile Hazrat Anayatullah Sahib anaeleza tukio la bayat yake kwamba nilifanya bayat mwaka 1901. Wakati huo umri wangu ulikuwa takriban miaka 15. Nilipokwenda mara ya kwanza huko Qadian, nilibeba pamoja nami chupa ya manukato. Nilienda kwa miguu, usiku nililala batala. Nilipoona ile chupa ya manukato niliona ilimwagika na nikawa na huzuni sana. Na jioni Sayyidina Ali sallallahu alipokuja katika pala msikiti kwa ajili ya msikiti, nikapeana mkono na nikaanza kumpa masaji na nikaeleza kwamba nilibeba chupa ya manukato lakini ilimwagika njiani, na nikampa ile chupa ya manukato. Akasema umepata thawabu ya chupa nzima. Tone moja lililobaki katika ile chupa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akapokea na akasema ulikuwa na nia ya kutoa zawadi na umepata thawabu ya chupa nzima. Anasema kisha baada ya swala nikafanya bayat na nikakaa kule siku 10. Kisha anasema safari moja wakati wa kurudi kutoka Qadian nikafika Batala, na mtumishi wangu alikuwa pamoja nami na nililala usiku kule Batala. Na mtumishi akauliza, je, uliuliza ruhusa, ulimuomba ruhusa kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuondoka? Nikasema hapana, na nikawa na huzuni kwa sababu ya hii. Na usiku nikaota kwamba huzur amekaa katika kitandani na anakula chakula, na akaniambia niile mimi pia. Nusu akala Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na nusu nilikula mimi. Na Hazur akasema wewe unaruhusiwa kwenda. Anasema mimi nilikuwa si msomi na nilikuwa siwezi kuongea vizuri, lakini sasa mimi naweza kuongea vizuri kwa sababu ya baraka ya Sayyidina Ali sallallahu wasallam. Hadrat Sheikh Ataullah Saheb anasema kwamba siku moja nilikuwa nimesimama karibu na chumba chenye duara na karibu na duka la Sheikh Fakhruddin Multani. Katika hali hii Sayyidina Ali sallallahu wasallam akaja katika mlango wa msikiti na akaniita, Mia Taullah, tafadhali weka barua hii kwenye posta. Na nikafurahi sana kwamba Hazur anakumbuka jina langu vizuri. Wakati wa magharibi Sayyidina Ali sallallahu wasallam alikuwa akinywa maziwa ya mbuzi iliyokuwa haikuchemshwa. Mtu mmoja akasema kwamba, yani alimwambia Sayyidina Ali sallallahu wasallam kwamba Hazur, usinywe maziwa ambayo hayakuchemshwa. Hazur akasema manabii wengi walikuwa wakinywa maziwa bila kuchemsha. Baada ya siku chache nilipokuwa nikifanya kazi katika idara ya telegraph, nikapata homa kali sana. Nikachukua ruhusa na nikaenda Qadian. Hazrat Maulvi Nuruddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu nikakaa katika nyumba yake, kwa sababu wakati wake alipokuwa katika Jammu nilisilimu. Na kwa sababu ya urafiki huu halifa wa kwanza akaanza kunitibu. Asubuhi alikuwa akinipatia wali na yai moja ilikuwa
iliyokuwa imechemshwa na nikawa sisikii ladha katika chakula. Siku moja Ammajan, mke wa halifa wa kwanza, kwamba mimi sisikii ladha katika chakula, ikiwa kuna mchuzi au kuna chakula chenye chumvi basi ulimi wangu utapata ladha. Yeye akasema Maulvi Sahib atakasirika. Yeye kwa kusafisha mchuzi akanipatia, yani ile mchuzi akasafisha, akatoa vitu vyote katika ule mchuzi na akanipatia. Kesho yake asubuhi Maulvi Sahib akapoona mshipa wa mkono wangu akaniuliza ulikula chakula gani? Hazur anasema madaktari wanafanya utafiti sana lakini hawawezi kujua kuhusu maradhi, lakini halifa wa kwanza aliposhika ile mshipa alijua ana maradhi gani. Khalifa wa kwanza akaenda nyumbani kwake na akamuuliza mke wake kwamba usiku Taula alikula nini. Akasema baada ya kula chakula alisisitiza, na kwa sababu ya hii alikunywa mchuzi kidogo. Kwa hiyo Khalifa wa kwanza alimkasirikia na alinikasirikia pia kwamba kwa nini mlisema uongo. Hazrat Maulvi Sahib Khalifa wa kwanza akaeleza uongo wangu huu mbele ya Sinama alayhi salatu wasalam, na akasema hajali kuhusu afya yake, ana homa kali sana na vile vile ana maradhi ya TB pia, na kwa sababu ya hii nilikonda sana. Sinama alayhi salatu wasalam pia alikasirika sana. Baada ya miezi miwili ruhusa yangu ilikwisha. Maulvi Sahib alikuwa na wasiwasi sana kuhusu afya yangu, akanipatia madawa ili niendelee kutumia, na akasema nitafanya dua pia kwa ajili yako. Nilimwendea Sinama alayhi salatu wasalam kwamba leo mimi narudi Rawalpindi kwa sababu likizo limekwisha, niombee kuhusu afya yangu. Huzur akafanya dua na akasema katika swala ufanye maombi kwa unyenyekevu sana na kwa moyo sana, na uendelee kuniandikia barua na uje hapa Qadian mara kwa mara haraka. Na akasema usile chakula ambacho si kizuri kwa ajili ya afya yako, na umwahidi Mwenyezi Mungu ni mrehemevu na msamehevu, lazima atakuponyesha na utapona. Anasema niliporudi Rawalpindi usiku saa 7:30 niliona ndoto katika lugha ya Kiajemi, sikuweza kuelewa, na nilimwangukia Mwenyezi Mungu na nilimuomba, Mola, wewe unajua lugha zote na unieleweshe maana ya lugha ni nini. Mwenyezi Mungu kwa kufanya fadhili zake usiku saa 8:30 akasema maneno healthy, na kwa kusikia maneno haya nikaamka kwamba nimepona. Tangu siku ile mpaka leo miaka 20 sikupata maradhi yoyote, hata sikupata maradhi ya kuumwa kwa kichwa. Na katika mambo mengine pia Mwenyezi Mungu alifadhili kiasi hiki kwamba nilianza kupata watoto, na Mwenyezi Mungu alinipatia watoto wa kiume 3 na mabinti 4. Kisha kuna 7 Hazrat Malak Barakatullah Sahib, mtoto wa Malak Niaz Muhammad Sahib. Yeye anaeleza, ingawa baba yangu Malak Barakat Ali Sahib alikuwa mwanajumuiya kutoka mwaka 1897 na mimi pia nilikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa, lakini mwaka 1904 nilipokuwa umri wangu ulikuwa miaka 14 nikafanya bayat mimi mwenyewe. Mtu yote alipokuwa akifanya bayat, sisi pia tulikuwa tukifanya bayat pamoja naye ili sisi tushiriki katika maombi ya Sinama alayhi salatu wasallam alikuwa akifanya baada ya kuchukua bayat. Baadhi wakati watu wengi walikuwa wakifanya bayat kwa wingi sana, na watu walikuwa wakitoa vilemba vyao na walikuwa
weka katika mkono wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na wengine walikuwa wakishika ile kilemba na walikuwa wakifanya bayati hivi. Hata Dr. Umaddin Sahib anasema katika riwaya yake kwamba mimi nilizaliwa tarehe 28 wa Mai mwaka 1879 na nilifanya bayat tarehe 30 ya Juni mwaka 1905 na nilifanya wasia tarehe 23 wa Julai mwaka 1928 na ameandika wasia namba yake pia. Anasema nilikuwa mwenyekiti wa jumuiya ya Nairobi kwa miaka miwili. Mimi ni muhasibu tangu miaka 15 ya jumuiya ya Nairobi, yani wakati alipokuwa anaandika riwaya hii, na tangu miaka mitatu mimi ni katibu wa wasaya na ya ziafat. Nilikuja Nairobi wakati wa Dr. Rahmat Ali Saheb, Sufi Nabi Bakhsh Saheb accountant, na Dr. Basharat Ahmad Saheb katika wakati wao mwaka 1900. Nilikuja Dr. Rahmat Ali Saheb kwa kuona hulka zake na vitendo vyake watu wengi walijiunga na jumuiya, na wakati huo mimi nilisikia sauti ya kuja kwa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Hazur anasema angalieni, kwa kuona hulka njema ya mtu mmoja na huruma yake, watu wengi walielekea kwenye jumuiya na walijiunga na jumuiya. Anasema mimi nikaanza kufanya maombi kwa Mwenyezi Mungu, na kwa unyenyekevu niliendelea kufanya maombi kila siku wakati katika swala ya tahajjud. Mola wangu, wewe unajua elimu ya ghaibu, pokea maombi yangu na unielekeze na uniongoze katika njia iliyonyoka ili nisipotee. Mimi ni dhaifu na mimi sina uwezo. Anasema Mwenyezi Mungu akapokea maombi yangu na nikaanza kuona ndoto, na niliona ndoto kweli. Na kisha nikutoka Karago station karibu na Kisumu, na kule nilikuwa mkurugenzi wa hospitali tarehe 30 mwaka 1905. Kwa kupitia barua nilifanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Basi baada ya kufanya bayat, hali yangu ilikuwaje? Ilikuwa hivi kwamba nilianza kupata ladha katika ibada yangu, kwa sababu wakati huo malaika walikuwa wakishuka, na katika na kila wakati wahi ilikuwa ikishuka, na nilikuwa na shauku sana ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na hali hii ilipita, ilikuwa ya aina hii kwamba siwezi kuvumilia kule, na wakati wa likizo ulifika karibu. Kwa hiyo nikawa Mwenyezi Mungu akanielekeza kwamba nimpatie zawadi Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo nikaona ni bora nichukue mayai 4 ya buni, lakini kwa kupata mayai ya buni nilipeleka ombi langu katika koti ya Germany. Anasema Oktoba mwaka 1907 nilirudi katika nchi yangu. Baada ya kufika Gujarat, nilimwona baba yangu na kaka yangu ni wapinzani wa jumuiya, na kwa kuona hii nikaanza kufanya maombi. Mwenyezi Mungu akanisaidia. Baba yangu pamoja na marafiki zake wakawa tayari kwenda kushiriki katika mkutano wa mwaka. Niliwaomba sana waende na nilifanya maombi pia, kwa hiyo wakawa tayari kwenda kule kuhudhuria mkutano wa mwaka. Anasema katika mkutano wa mwaka wa 1907 pamoja na wenzetu tulifika Qadian.
mara baada ya kufika kule Qadian niliona kwamba wazee na wanajumuiya wana hamu sana ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam, na wanajitahidi ili waweze kumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa kuona hii nikashangaa sana, na mimi nilikuwa mgeni na nilienda kule kwa muda mfupi, na kwa miaka miwili nilikuwa na hamu sana ya kumuona Sayyidina alayhi salam, na nilikuwa na hamu sana kwamba nikutane naye mimi na yeye, na niliona kama labda sitapata nafasi hii ya kumuona mimi peke yangu. Wenzetu wa Gujarat walikuwa nakula chakula, na mimi katika shauku ya kukutana Sayyidina alayhi salatu wasalam nilikuwa napita karibu na msikiti wa Mubarak. Nikamuuliza mtu mmoja alikuwa amesimama pale, nikamuuliza kwamba nimekuja katika nchi ya mbali na nataka kukutana na Sayyidina alayhi salatu wasalam mimi peke yangu, niambie njia ili niweze. Akasema katika mlango huu mtumishi mama moja mzee anapita hapa, umwambie huyo mama. Sisi tulikuwa tunaongea na yule mama, akaonekana pale. Nikamwambia, mama, mimi nimekuja kwa nchi ya mbali sana na nina hamu sana nimuone Sayyidina alayhi salatu wasalam, basi upeleke ujumbe wangu kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Yule mama kwa pole na kwa furaha akasema, subiri hapa, nakuja sasa hivi. Na akarudi akasema kwamba ombi lako limekubaliwa, na Huzur amesema uje uko juu katika gorofa. Na mimi nikamuita baba yangu na wenzangu waliokuja pamoja nami kutoka Gujarat. Tulipokwenda juu, na dirisha lilifunguliwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam akaingia na akasema assalamu alaikum, na yani yeye Sayyidina alayhi salatu wasalam akatangulia kwa kusema assalamu alaikum, na sikupata nafasi ya kutangulia. Baba yangu alikuwa mpinzani, lakini akaanguka katika miguu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam akamchukua, akasema sijda inatakiwa ifanywe kwa Mwenyezi Mungu tu, mbele ya watu haitakiwi sisi tufanye sajda. Kisha mimi nikampatia Sayyidina alayhi salatu wasalam mayai ya mbuni, na Huzur akapokea na akauliza habari ya kuishi kwangu huko Afrika na kuhusu safari yangu, na kwa kushika mkono wangu akasema kwamba usiangukie dunia hii. Kisha akasema ujione wewe ni msafiri ambaye anasafiri katika kituo cha basi kwa ajili ya kusafiri. Na vile vile akaniambia nifanye istighfar sana, na akasema uendelee kuniandikia barua mara kwa mara na uandike kwa ajili ya maombi. Kisha Huzur Sayyidina alayhi salatu wasalam akapokea bayati yangu na bayati ya wenzangu wengine 3 au 4, na akafanya maombi sana kwa ajili yetu. Yani bayati iliyofanywa baada ya bayat, alifanya bayat kwa kulia kiasi hiki kwamba macho yalijaa kwa machozi, na sisi hatukuweza kuzuia machozi yetu. Na mpaka leo sisi tunakumbuka ile hali, yani Sayyidina alayhi salatu wasalam aliposhika mkono wangu na maombi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kunipatia nasaha zake. Mimi ninapokumbuka mambo hayo yote, basi mimi naanza kulia na macho yanaanza kutoa machozi. Ilikuwa wakati ya baraka, na milima ya upinzani ilianguka kwa sababu ya maombi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na sisi tulishuhudia mambo hayo yote kwa macho yetu, na hayo yote yalitokea kwa sababu ya maombi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na tuliona maadui walikuwa wanatetemeka. Elimu ya maulama wa jumuiya ilikuwa inaangaa kama badri, na hakuna aliyeweza kusimama mbele ya Sayyidina alayhi wasalam katika kueleza elimu yake.
baada ya kufanya bayat na dua hazur alipeana mkono na akaturuhusu tuondoke. Na wenzetu wa Gujarat walipopata taarifa kwamba tulikutana Sayyidina Ali sallam, wakapata huzuni kwamba kwa nini hamkutuchukua sisi pia. Hazrat Master Abdul Rauf Saheb, mtoto wa Ghulam Muhammad Saheb, yeye anaeleza riwaya yake kwamba 1898 yani alifanya bayat katika mwaka 1898 na mwaka huo alimuona Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba mwanzoni wakati nilipokuwa mtoto na nilikuwa nikisoma katika shule ya Bhera, na habari ilienea katika Bhera kwamba katika Kadian mtu mmoja amezaliwa na anadai kuwa Imam Mahdi. Habari hii ilifika katika mtaa yetu pia kwamba mtu mmoja amezaliwa Ghulam Ahmad anadai kwamba yeye ni Imam Mahdi. Anasema mimi nilikuwa mtoto, nilikuwa sina elimu, lakini kaka yangu Ghulam Ilahi yeye kwa kusoma vitabu akafanya bayat ya Mirza Sahib, na jina lake lipo katika masahaba 313, na jina lake katika kitabu kitwacho Anjame Atham limeandikwa na nambari yake ni 249. Anasema kaka yangu akaandikisha majina ya familia nzima katika bayat. Mimi wakati huo pia nilikuwa nikisoma vipeperushi na vitabu viliokuwa vikifika mtaani, na usiku nilisoma kwa ajili ya watu wengine. Na Anjame nakumbuka kwamba nilisoma nikapata shauku ya kumuona Mirza Sahib kwamba mimi nikutane naye. Baada ya swala ya Maghrib, kwa kukaa juu ya daraja nilikuwa nikifanya maombi kule Bhera, Mola, ikiwa Mirza Sahib ni mkweli nifikishe Kadian, pengine nikae hapa nisiende kule Kadian. Anasema imtihani ya darasa la 10 nilifanya kule Rawalpindi, na nishani ya kupatwa kwa mwezi niliona kwa macho yangu, na nilikuwa katika darasa la 10. 1898 nilipomaliza masomo yangu, kaka yangu Ghulam Ilahi alinichukua mpaka Kadiana. Nilifanya bayati ya Mirza Sahib na msikiti ulikuwa mdogo. Kwa kukaa siku chache pamoja na kaka yangu nilirudi tena Bhera. Hadhrat Maulvi Nuruddin Sahib alikuwa anamjua kaka yangu, yeye alimwandikia umpeleke ndugu yako huko Kadian. Kwa hiyo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu 1899 nikaenda tena Kadian na nikakutana na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na halifa wa kwanza. Halifa wa kwanza alikuwa anajua kuhusu elimu yangu na alikuwa anajua kama mimi ni maskini. Kwa hiyo Maulvi Sahib akanipatia kibarua katika madrasa, na nilikuwa nikipata mshahara rupiah 8. Wakati huo madrasa ilikuwa mpaka darasa la 7. Niliendelea kusomesha kule mpaka 1902. Maulana Sherli Sahib alikuwa mkuu wa shule. Nilikuwa nikiwasomesha watoto wa shule ya msingi, na vile vile nilikuwa nikiswali swala pamoja na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na Maulvi Abdul Karim Sahib alikuwa akiongoza swala, na katika sala zote 5 nilikuwa nikikaa pamoja na Sayyidina Ali sallallahu wasallam. Na alipokuwa akija msikitini kabla ya kusali, Sayyidina Ali sallallahu wasallam alikuwa akieleza ilhamu, ufunuo wake na wahi yake, na nilikuwa nikisikia, na baada ya swala nilikuwa nikimpatia msaji. Kwa muda fulani Sayyidina Ali sallallahu wasallam alikuwa akila chakula baada ya maghrib msikitini, na mimi pia nilikuwa nikila chakula pale, na nilikuwa nikila chakula kilichobaki kwa Sayyidina Ali sallallahu ya Sayyidina Ali sallam. Na Sayyidina Ali sallam alikuwa akikaa katika msikiti wa Mubarak na alikuwa akieleza ufunuo wake na ndoto yake.
kuhusu Mr. Doi na Chiragdin wa Jammu na Maulvi Karamdin. Kuhusu hawa watu Sayyidina alayhi salam alikuwa akieleza ufunuo wake na ndoto yake, na mambo haya yote yameandikwa katika vitabu. Haina haja kwamba niandike tena hapa. Master Abdul Rauf, kuhusu yeye imeandikwa zaidi kwamba alikuwa mstaafu wa Southern Iman Ahmadiyya, alikuwa head clerk wa Talimul Islam High School Qadian. 1899 alikuja shuleni na mpaka 1902 alisomesha kule. 1906 mpaka 1927 alikuwa head clerk wa shule. Anasema mimi nilimpokea Sayyidina, nilikuwa nikiamini Sayyidina alayhi salam ni mkweli wakati mwezi ulipopatwa. Tangu siku ile nilikuwa na imani hii. Kisha kuna riwaya moja ya Maulvi Muhammad Abdul Aziz Saheb, mtoto wa Maulvi Abdullah Saheb. Alijiunga na jumuiya mwaka 1904. Anasema kabla nieleze habari ya bayat yangu, na naona ni muhimu nieleze Maulana Maulvi Abdullah Saheb, sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Matukio yake pia ni mazuri sana. Yeye alijaribu kumjaribu Sayyidina alayhi salatu wasalam, na baada ya kumjaribu alifanya bayat. Yeye baba yangu alifanya bayat katika mkono wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na alikuwa na matukio mengi ya imani lakini hayakuandikwa, na alifariki. Kisha anasema katika lugha ya Kiajemi kwamba tafsiri yake ni kwamba kazi ambayo haikufanywa na baba, mtoto anafanya kazi hii. Anasema basi baba yangu Maulvi Abdullah Saheb, mwenyeji wa Sheikhpura, alikuwa na imani ya al-Hadith na alikuwa kiongozi. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi na Maulvi Nazir Hussain Dehlvi, hawa walimteua kuwa deputy commissioner, na alikuwa kiongozi katika eneo lake. Na kwa sababu ya umashuhuri wake, wenyeji wa The ambao walikuwa al-Hadith wakamuita na wakasema, karibu na kijiji chetu kuna kijiji kitwacho Qadian, kuna mtu mmoja Mirza Saheb anadai kuwa Imam Mahdi, na kuhusu mtoto amefanya, alitoa bishara lakini haikutimia. Yani walikuwa, yani wale maamula walikuwa naeleza bishara ya mwana aliahidiwa, na wakasema kwanza alizaliwa binti na kisha baadaye alizaliwa mtoto, kwa hiyo bishara yake haikutumia, twende tukajadili naye. Sawa na maoni yao, ilikuwa ufunuo wa uongo. Kwa hivyo baba yangu aliitwa kwamba yeye aende pamoja nao kwa ajili ya kufanya mjadala na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na wakati huo Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa hakudai kuwa Imam Mahdi, na alikuwa anaandika kitabu Brahini Ahmadiyya. Wakati huo baba yake alikuja Qadian na akazungumza na Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu bishara ya maana aliahidiwa, na akauliza swali kwamba ikiwa ufunuo wako ni sahihi, kwa nini ufunuo huu haukutimia? Kwanza binti alizaliwa, kisha mtoto alizaliwa na yeye pia alifariki. Je, ufunuo unakuwa wa aina hii?
anasema baba yangu alikuwa akisema kwamba kwa kusikia hii Sayyidina alayhi salam akasema, je, Sayyidina alayhi salatu wasalam alifanya bishara kuhusu haj? Na Maulisa akasema ndiyo. Mtume sallam alitoa bishara kuhusu haj. Kwa kusikia hii Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema, kwa je, bishara ile ilitimia siku ile ile na Mtume sallam alihiji siku ile? Kwa kusikia hii baba yake Maulisa akasema kwamba maka ule Mtume sallam hakufanya haji, lakini mwakani Mtume sallam alifanya haji. Kwa kusikia hii Sayyidina alayhi salam akasema, wakati gani nilisema kwamba mwaka huu mtoto atazaliwa? Bishara hii ni ya Mwenyezi Mungu na lazima bishara hii itatimia, hata kama inatimia katika mwaka gani, kwa sababu bishara hii ina muda maalum na haikusema kwamba itatimia katika mwaka mmoja. Na hivi Maulvi Sahib hakuuliza swali lingine, bali aliendelea kusisitiza kwanza bishara haikutimia. Sayyidina alayhi salatu wasalam baada ya tukio ile katika ishtihari katika kipeperushi mwaka 1886 alisema kwamba ile bishara ilitimia na Hazrat Muslim Maud Khalifa wa pili alizaliwa. Kisha anasema zaidi kwamba Maulvi Sahib yani baba yake aliyekuja kujadili kule Qadian alikuwa na elimu sana katika lugha ya Kipersian na Kiarabu, na alikuwa na elimu sana, lakini hakupata faida katika elimu yake aliyokuwa anayo. Katika mjadala ule hakupata faida yoyote. Na hii ni kweli kwamba kullu amrin marhunun biawqatiha, yani kila kazi inakuwa na wakati wake. Yeye aliendelea kusisitiza kumkataa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kuona elimu yake. Yani alipokuwa anaongea Sayyidina alayhi salatu wasalam alijua kwamba yeye ni mtu wa elimu. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salam akamwambia Maulvi Sahib, nimeandika kitabu kimoja kiitwacho Barahini Ahmadiyya na nimeweka challenge ya 10,000 na itatoka hivi karibuni. Ukikaa siku chache hapa na ukiona kile kitabu itakuwa vizuri. Na yoyote posho yoyote unayotaka utapewa, lakini baba yangu hakukubali na alirudi bila kumpokea. Na hivi miaka 14 au 15 ilipita tangu tukio lile. Hakumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini katika moyo wake ulikuwa wema. Wakati wowote mtu yote alipokuwa akimtukana Sayyidina alayhi salatu wasalam, baba yangu alikuwa akimzuia na alikuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu amezuia tusiwatukane hata masanamu ya makafiri na hizi alikuwa na sifa hizi baba yangu. Kwa hivyo ukafika mwaka wa 1902, yani miaka 15-6 ilipita hivi. Katika muda huu baba yangu aliwahi kusoma kitabu kitwacho Jange Muqaddas na Aina Kamalate Islam cha Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa sababu ya hii maswali yake mengi yalikuisha. Baada ya kusoma vitabu hivi viwili alipata majibu ya maswali yake, lakini alileta maswali mengine. Kwa hiyo akaandika maswali 21 na mwaka 1902 yeye alienda kule Qadian kwa ajili ya kujadili kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na akaenda katika Qadian katika msikiti wa Mubarak, na hakumwambia mtu yeyote kwamba anaenda kule Qadian.
na alifika karibu na swala kule Qadian, akaswali swala क्योंकि मशहूर ये था, इसलिए किसी को नहीं बताया kwa jamaa. कि मिर्जा साहब ने चंद एजेंट रखे हुए हैं। Hakumwambia mtu yoyote kwa sababu aliambiwa kwamba Mirza Sahab ameweka agent kadhaa, na yoyote anayekwenda kule wao wanauliza mambo yote, kisha wanapeleka habari mbele kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na mahali ambapo Sayyidina alayhi salatu wasalam, ile nyumba ina milango mingi sana, na kwa ajili ya kila mgeni ni nyumba ni mlango tofauti. Na Sayyidina alayhi salatu wasalam, mtu mmoja alipokuwa akienda kwake, Mirza Sahib alikuwa akisema jina lako ni hii na umekuja kwa ajili ya kazi fulani na kadhalika na kadhalika. Na kwa sababu ya hii mgeni anakuwa na yakini kwamba Mirza Sahib ni kweli, kwa hiyo hakumwambia mtu yeyote kwamba anaenda Qadian. गरज उस वक्त ये ख्याल मौलवी साहब के दिल में भी था। ये मौलवी साहब जो गए थे Kwa hivyo Maulvi Sahib और ये ख्याल था कि अगर alikuwa पूछेगा तो किसी को कुछ नहीं na wazo hili moyoni mwake kwamba mtu yeyote akimuuliza hatamwambia, ili ajue kwamba Mirza Sahib ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu au la. Kwa hiyo akaenda miskitini. Baadaye anasema kwamba कि नमाज हो रही थी, ilikuwa wakati wa swala, aliswali swala kwa jamaa. Baada ya swala Sayyidina alayhi salatu wasallam akakaa miskitini na ndugu wengine pia wakakaa pale miskitini. अर्ज करने के मौलवी साहब ने Baada ya kusema assalamu alaikum, Maulvi Sahib दुकानें शुरू किए। akashika miguu ya Sayyidina alayhi salatu wasallam na akaanza kumpatia masaji. Sayyidina alayhi salatu wasallam akasema si vizuri kujaribu manabii wa Mwenyezi Mungu. Yani alikuwa hana nia ya kumpa msaji, bali alikuwa na nia nyingine. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salam akasema kwamba si vizuri kujaribu manabii wa Mwenyezi Mungu. दबाना इखलास कर Mwenyezi Mungu aliweka moyoni mwa Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba masaji yake si masaji kwa sababu ya imani, bali ana nia nyingine. Anasema hii ilikuwa nishani aliona alipokutana na Sayyidina alayhi salatu wasallam mara ya kwanza, बेटा अपने बाप के बारे में कह रहा है। na ilimsaidia apate mwongozo. जनाब मौलवी साहब ने फरमाया Kisha anaandika kwamba या रवायत में Maulvi Sahib कि हजरत alikuwa akisema kwamba katika hadithi niliona kwamba nishani ya Imam Mahdi ni hii kwamba katika mguu wake बल्कि सीधे होंगे, फ्लैट फुटेड जो होते हैं उस तरह। hautakuwa mshimo, bali miguu yake itakuwa straight. तो आपने इसी ख्याल से हजूर के पाँव को पकड़ा और फिर Na kwa wazo hili alishika miguu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na hakushika kwa sababu ya kumpa masaji, bali alishika ili aone kwamba miguu yake ni aina gani. अभी फिल वाकया वो गड़ा ज्यादा नहीं था। Na aliona nishani mbili kwamba sawa na hadithi ile kulikuwa hakuna mshimo katikati ya mguu wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na nishani nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba hana nia, yule bwana hana nia ya kumpa msaji. ध्यान करना अच्छा नहीं होता। Na maneno haya Sayyidina alayhi salatu wasalam hakumwambia mtu mwingine yoyote kabla ya siku ile. Yani kuwajaribu manabii wa Mwenyezi Mungu si mzuri. जो आपने अपनी आंखों से देखा, Basi hii ilikuwa nishani अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। waziwazi, na kwa sababu ya hii alipata mwongozo na alipata imani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. अगर हुक्म हो तो Baada ya hii Maulvi akasema, huzur, nina maswali kadhaa, ikiwa unaniruhusu niulize. Huzur akamruhusu. Maulvi Sahib akasema, swali la kwanza, इसी तरह लिखा जाता है। swali la kwanza aliloliuliza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mama moja, mama mlezi, jina lake ni Hazrat Ayman. आपके पास पहुंचकर Sina Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa जिससे आप akimwambia ufunuo wake kila siku, na kwa sababu ya hii alikuwa akipata raha yule mama mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki. Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu आप भी एक दिन बाद akawa halifa, लेगा या नहीं। हजरत उम्मे na yeye pia alienda kumwona Hazrat Ayman, akaanza kulia. Hazrat Abubakar Siddiq asema, je, unalia kwa sababu hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki?
hii ilikuwa sunna ya Mwenyezi Mungu na sunna hii imetimia. Lakini Hazrat Ahmad akasema mimi nalia kwa sababu ya hii kwamba leo ufunuo umekatika. Ikiwa Amanya anakataa kwamba ufunuo hauwezi kushuka tena, wewe namna gani unaamini kwamba ufunuo unaendelea? Yani wakati wa Mtume sallam ufunuo ulikatika, basi wakati wako ufunuo unaendeleaje? Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema, je, unakubali sawa na kuntum khaira ummatin kwamba nyinyi ni umma bora? Mwalimu akasema ndio nakubali. Hazur akasema, je, unakubali hii pia kwamba au hayatu ila alhawariyina au hayna ila Musa wa au rabbuka ila nahl? Sawa na aya hizi wafuasi wa Isa na nyuki na mama wa Musa alayhisalam walipata wahi ufunuo? Mwalimu akasema ndiyo, ufunuo ulikuwa ukishuka na unashuka sasa hivi. Sinama alayhisalam akasema, je, umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hauna daraja kama nyuki au kama mama wa Musa alayhisalam au kama wafuasi wa Isa alayhi salatu wasalam, kwamba umma ambao ni khairi umma ufunuo usishike juu yao? Mwalimu akasema habari ya hawa watu uliosema habari yao imeelezwa katika Qur'an tukufu, je, kuhusu umma huu pia imeelezwa katika Qur'an tukufu? Hazur akasema ikiwa nakubali kwamba ufunuo uliendelea kushuka juu ya mataifa mbalimbali na katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii, na una imani bila sura Fatiha dua sala haikubaliwi, na dua hii ni siratal lazina an'amta alaihim, e Mola wangu utuonyeshe njia ambayo uliwaneemesha. Ikiwa wao walipata in'am zawadi ya ufunuo na kwa sababu ya maombi, sisi kwa nini kwa sababu ya maombi hatuwezi kupata ufunuo? Na jambo la pili ni kwamba innal lazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wale waliosema Mola wetu ni Allah na kisha walisimama kwa imara na walionyesha subra, malaika wanawashukia na malaika wanasema msihuzunike wala msiwe na wasiwasi, na mnapewa bishara ya pepo ambayo mnaahidiwa. Sayyidina alayhi salatu wasalam, aya hii inathibitisha kwamba ufunuo ni muhimu kwa kuwapitia malaika kwa ajili ya kuimarisha umma huu wa Mtume sallam. Aya 3 kisha Sayyidina alayhi salam akasema lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, yani kwa ajili ya waaminio wanapata bishara katika dunia hii na katika akhira pia. Ikiwa bishara hii si wahi ni nini tena? Na vile vile Sayyidina alayhi salam alieleza aya zingine pia kwa kuthibitisha kuhusu ufunuo unaendelea. Mwalimu akasema ni kweli aya hizi zinathibitisha kwamba ufunuo unashuka, na Qur'an hii ni kwa ajili ya umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Qur'an ilikuwepo, kwa nini Hazrat Ahmad alisema kwamba ufunuo umekatika? Je, yeye alikuwa hajui kuhusu aya hizi? Sayyidina alayhi salam akasema, Maulvi Sahib, niambie alif lam juu ya wahi ni nini? Alwahi inaashiria kuhusu wahi ilikuwa ikishuka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akieleza kwa Hazrat Ammajan ufunuo wa Qur'an tukufu uliokuwa ukishuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umekatika, yani wahi ya kuleta sheria imekatika, lakini haikuandikwa kwamba wahi imekatika. Kwa kusikia hii, Maulvi Sahib akakaa kimya na hakuuliza swali lingine lolote. Katika maswali 21 aliuliza swali moja tu, na baada ya kupata majibu alikaa kimya. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. Kisha baadaye Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba ndefu sana yen
katika hutuba yake Sayyidina alayhi salatu wassalam alitoa majibu ya maswali yote aliyoandika Maulvi Saheb. Maulvi Saheb hakumuuliza maswali, lakini hutuba aliyotoa Sayyidina alayhi salatu wassalam alitoa majibu yoyote ya maswali yake, na Maulvi Saheb aliandika maswali yote na aliweka katika mfuko wake, na hakumwambia mtu yeyote kwamba anataka kuuliza maswali. Maulvi Saheb akashangaa kwamba ikiwa huyu hapati ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, alijuaje kuhusu maswali ambayo alikuwa anayo na alikuwa na mfuni wake. Kwa kukaa kimya kidogo, alipoona kwamba maswali yake yote yamejibika, na akasema, Huzur, lete mkono wako, nataka kufanya bayati yako. Kwa hivyo alifanya bayat wakati huo huo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na baada ya siku ile hakuleta shutuma yoyote dhidi ya Sayyidina alayhi wasallam, na imani yake iliendelea kuboreka zaidi. Baadaye alifanya bayat ya halifa wa kwanza bila wasiwasi yoyote, na wakati wa halifa wa pili pia alifanya bayat na hakuonyesha shaka yoyote. Alhamdulillah ala zalika. Kisha anaandika huyu mtoto wake kwamba aliporudi baada ya kufanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, Dawababai na watu wa Chanab ambao walikuwa wafuasi wake na alikuwa kiongozi wao, wale watu walikuwa na wazo hili kwamba ikiwa Maulvi Saheb anafanya bayat, sisi sote tutamfuata na tutafanya bayat. Lakini alipofanya bayat, hawa wote wakawa maadui wake na wakaanza kufanya hila ya kumuua. Lakini yeye kwa subra sana na kwa imara sana aliendelea kufanya mahubiri, na takriban miaka 18 aliendelea kufanya kazi ya ubashiri kwa kujitolea, na watu takriban 300 walijiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yake. Huzur anasema hizi ni riwaya mbalimbali, na nimeeleza matukio ya maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam ambao walifanya bayat kwa mkono wake, na kwa kufanya hivi waliimarisha imani yao na walipata elimu zaidi kuhusu Mwenyezi Mungu, na walijifunza namna ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu ya mapenzi haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimpenda ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mapenzi yao yalikuwa zaidi kuliko mapenzi ya kila kitu ya dunia. Mwenyezi Mungu ateremshe baraka maelfu na maelfu juu ya maswahaba hawa, na sisi pia baada ya kujiunga na jumuiya, Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kutimiza haki ya bayat na tuweze kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu na tuweze kuzingatia imani yetu. Huzur anasema kabla sijaja kwa ajili ya Ijumaa nilipata taarifa ya huzuni kwamba katika Karachi baada ya swala ya Ijumaa familia moja ilikuwa inarudi nyumbani. Alikuwa Nazim Amur wa wanafunzi, alikuwa anaenda na pikipiki na watu wengine walikuwa katika gari, na risasi ilipigwa. Huyu kijana ameuawa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na jamaa zake waliokuwa kwenye gari wao wamejeruhiwa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Nitakapopata taarifa tutajua ilikuwaje, hali ilitokea vipi. Waliojeruhiwa madaktari wanasema hali yao ni nje ya hatari. Fanyeni maombi kwamba Mwenyezi Mungu awapatie afya njema. Vile vile kutoka Gatialia pia nimepata taarifa ya kuuawa kwa manajumuiya moja. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mashahidi hao wote mahala pema. Vile vile sawa na hali ya Pakistan, kuna haja sana ya kufanya maombi. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya katika kila shari. Vile vile nitaswalisha jeneza moja, ni ya Bi Sayyida Amatur Rahman sahiba, mke wa Abdul Ghani Shah sahib wa Rabwa. Tarehe 15 wa Oktoba amefariki baada ya maradhi ndefu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti wa Quraishi Abdurrahman sahib, aliyekuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam.
alikuwa mwanamke mwema sana na alikuwa akiswali swala na alikuwa akitoa michango zaidi ya uwezo wake katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa akiwapatia karamu wageni. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Wakati wa mkutano wa mwaka huko Pakistan, wageni baadhi wakati 50 walikuwa wakiishi nyumbani kwake na alikuwa akiwapikia chakula na alikuwa akipika chai kila wakati kwa ajili yao. Wakati wa harusi ya mabinti wa jamaa zake walipokuwa wakipata taarifa kwamba hawakupata jewelry dhahabu, alikuwa akiwapatia jewelry yake au dhahabu yake, na kwa sababu ya hii dhahabu yake yote ilikuisha. Alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba waitumikie jumuiya, na kwa sababu ya athari yake watoto wake wanaitumikia jumuiya. Alikuwa Musia mwaka 1953 alijiunga na nidhamu ya wasia. Watoto wake wa kiume wawili, mmoja ni mwalimu huko Pakistan na mtoto wake mmoja Abdullah Nadim ni mbashiri huko Chile. Kwanza alikuwa Spain lakini siku hizi ni katika Chile. Mwenyezi Mungu awapatie subra na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendeleze wema wake. Mjukuu wake mmoja pia ni mbashiri wa jumuiya na katika ofisi ya Nizarat Ishat anafanya kazi. Vile vile mke wake mmoja Munir Jawed Saheb pia ni mbashiri. Kwa hiyo watu wanne wa nyumbani kwake ni wakfu. Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake alikuwa nayo kuhusu watoto wake, na Mwenyezi Mungu awezeshe watoto wake waendelee kupiga hatua wema katika wema, na Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu ala pema, na Mwenyezi Mungu awapatie watoto wake wote subra. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.